Msichana alisema tu sentensi moja kwa jogoo. Jogoo kwa kushangaza alitoa yai, lakini shangazi yake alimtazama tabia yake kama ya kishetani. Aliamua kumfukuzia msichana nje ya nyumba. Wakazi walianza kuzungumza juu ya msichana mmoja baada ya mwingine. Ni mwanamke huyu kutoka kijijini tu, alimhurumia. Alikubali kumchukua msichana nyumbani na kumlinda. Shangazi alifurahi sana. Alimuondoa mwishowe nyota wa msiba, lakini hakujua msichana alikuwa kwa kweli mzaliwa upya wa nyota ya bahati. Alielewa mawazo ya wanyama. Kijiji hiki kimekuwa kikiteseka na njaa kwa miaka mitatu. Msichana aliishi na shangazi yake mkali, lakini hakuwahi kufika na njaa kwa sababu wanyama walikuwa wakimwambia kila wakati wapi kupata chakula. Msichana alikuwa rafiki yao. Sasa akiwaona msichana anafukuzwa na shangazi yake, mbwa mkubwa alikasirika sana. Alitumia makusudi jiwe kumfanya shangazi anguke. Mara tu baada ya hapo, mwanamke alimchukua msichana nyumbani kwake. Mume wake aliyeugua kifua kikuu hakusema mengi, lakini mtoto wao aliporudi shuleni alikasirika na kutupa mfuko wake wa shule chini. Hakutaka kushiriki chakula kidogo kilichobaki nyumbani na nyota wa msiba. Baada ya kusema hivyo, alikimbia nyumbani. Baba alimfuata mara moja, lakini baada ya muda mrefu wala mmoja wao hakurudi. Mwanamke alikuwa na wasiwasi sana, kwa hivyo msichana alianza kuuliza ndege kwenye mti. Mwanamke alifikiri msichana alikuwa akicheza, lakini sekunde inayofuata ndege aliwaambia wapi mvulana alikuwa. Baadaye msichana alikenda kwenye bustani ya nyuma. Hata hivyo, mvulana alikuwa na chuki kwa yeye. Aliogopa chakula nyumbani kitachukuliwa. Kwa hivyo msichana alimuomba mbwa mkubwa kurudisha yai ambalo jogoo alikuwa amelitia hapo awali. Alilichukua kama zawadi ya kujengea nyumba kwa familia hii. Wao ambao hawakula nyama kwa miaka kadhaa walitamani sana hadi mate yakatiririka. Msichana alitambua kuwa ugonjwa wa kifua kikuu wa mjomba wake ulikuwa ukizidi. Aliamua kumsaidia kutibu ugonjwa wake. Aliuliza mbwa mkubwa kuhusu eneo la miti ya dawa. Kwa hivyo alikwenda nje na akakimbilia kwenye mlima. Jioni msichana alirudi na miti ya dawa ya matibabu, lakini wakati huu mbwa mkubwa alimwambia kuwa mjomba alianguka kwa bahati mbaya ndani ya maji wakati alipokuwa akienda nje kumtafuta. Mwanamke alichukua haraka watoto wawili kwenye eneo la tukio. Baada ya uchunguzi na daktari wa kijiji, mwanamume hakuwa na pumzi iliyobaki. Mwanamke na mtoto wake walihuzunika mara moja. Wakazi wote walimlaumu msichana, lakini msichana alitoa miti ya dawa. Alisema kwamba inaweza kumfufua mwanamume.